Yes, maswali yamekuwa mengi sana, watu wakijiuliza mpinzani wa Simba yupoje, ubora wake, madhaifu yake, lakini nini ambacho amekifanya kwenye huu msimu. Off Pitch TV tupo hapa kukujibu na kukuondoa mashaka kwenye kila ambacho unajiuliza wewe shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwanza subscribe Off Pitch TV ili uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi ni Yusuf Katambula. Sasa twende kumjua mpinzani wa Simba CAF ni nani. Klabu ya Nsingizini Hotspurs FC ya huko nchini Swaziland ama Uswatini ndio klabu ambayo anaenda kukutana na wekundu wa Msimbazi Simba ili kufuzu kuingia hatua ya makundi ya CAF Champions League. Timu yao ina idadi ya wachezaji 23 ambao wamewasajili kwenye michuano hii. Umri wao average ni miaka 26.6. Wana wachezaji 4 wa kigeni kwenye timu yao, lakini pia wana wachezaji 7 ambao wanacheza timu ya taifa ya Eswatini. Hawa wachezaji wa kigeni 4 ambao wapo katika timu yao ni mchezaji Kingsley Kwaki. Huyu ni kutoka katika taifa la Ghana, lakini wana mchezaji anaitwa Vuyo Mexina. Huyu ni mchezaji kutoka taifa la South Africa, lakini wana mchezaji kutoka Kongo anaitwa Legwani Kagumbu. Lakini pia wana mchezaji mwingine ambaye anatoka katika taifa la Uganda ambaye anajulikana kwa jina la Joel Madondo. Hao ndio wachezaji wa kigeni ambao wanakipiga katika timu hiyo kutoka taifa la Eswatini. Sasa twende moja kwa moja nikujuze ama nikupe uchambuzi kuhusiana na timu hii. Kama nilivyokuambia, ni timu ambayo inatoka Eswatini, ni miongoni mwa nchi ndogo zaidi barani Afrika, ikizungukwa na Afrika ya Kusini kwa pande zote isipokuwa upande wa kaskazini pekee ambapo anapakana na taifa la Msumbiji. Msimu uliopita historia mpya iliandikwa kwenye soka la taifa hilo baada ya Nsingizini Hotspurs kutoa ubingwa wa ligi kwa mara ya kwanza na kupata nafasi ya kuiwakilisha Eswatini kimataifa. Kwa hiyo Eswatini wao wameingiza timu moja tu kimataifa, na ndo hawa ambao ni mabingwa wanaenda kukutana na wekundu wa Msimbazi Simba. Simba unaweza kusema kama wameweka rekodi hivi kwa sababu msimu huu wamekutana na timu 2 ambazo ni mabingwa wapya wa mataifa yao. Wamewatoa Gaborone United, hawa ni mabingwa wapya wa taifa la Botswana, lakini pia wanaenda kukutana pia na hawa Nsingizini Hotspurs, ni mabingwa wapya wa taifa la Eswatini. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba msimu huu Simba anacheza na mabingwa tu. Safari yao ilianza dhidi ya Simba Bora ya nchini Zimbabwe, nao pia mabingwa wapya wa nchi yao kwa mara ya kwanza. Katika mchezo wa kwanza huko Zimbabwe, Simba Bora walishinda 1-0, lakini Nsingizini wakalipa kisasi nyumbani kwa ushindi wa goli 1-0 na hatimaye kusonga mbele kupitia mikwaju ya changamoto ya penalty. Safari ya Nsingizini Hotspurs ni kielelezo cha namna soka la Afrika linavyozidi kukua na kuandika historia mpya. Timu hii haijawahi kushiriki michuano ya CAF, lakini ndani ya muda mfupi tu imeonyesha kwamba hata nchi ndogo zinaweza kuacha alama kubwa. Mara nyingi tumeshuhudia timu zenye majina makubwa zikidharau timu ndogo ama zikiwa zinajirudia katika michuano ya klabu bingwa Afrika, lakini kwa sasa hivi tumeona timu mpya nazo zimekuwa nyingi sana. Sasa baada ya klabu ya Simba kufanikiwa kufuzu hatua 32 bora, sasa inaenda kukabiliana na klabu hiyo ya Nsingizini Hotspurs kutoka Eswatini. Nsingizini Hotspurs ni mabingwa wa ligi kuu ya Uswizi msimu wa mwaka 2024-2025, wakimaliza ligi kwa alama 60 mbele ya Rayon Leopards ambao walimaliza kwa alama 59, tofauti ya alama 1 tu. Nsingizini Hotspurs wamecheza michezo 26 huku wakishinda michezo 19, sare 3 na kupoteza michezo 4. Walifanikiwa kuweka nyavuni magoli 44 huku wakiruhusu magoli 14 pekee, wakimaliza ligi na faida ya magoli 30. Kwa maana hiyo ni klabu ambayo inafunga sana huku wao wakiwa wako imara zaidi kwenye kujilinda.
Mchezo utapigwa kati ya tarehe 17 ama tarehe 18 Oktoba huko klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ikianzia ugenini mchezo wake wa kwanza. Bado Simba ina struggle kiuchezaji, lakini pia fitness ya wachezaji inaonekana huku kuwa imara, haiko imara sana kama vile ambavyo tumezoea kuiona Simba. Viongozi wa klabu ya Simba wana kazi ya ziada ya kuifanya klabu hiyo ya Simba kuhakikisha wanakamilisha haraka mchakato wa kumpata kocha mpya ambaye inawezekana pia kocha wa viungo akaja mwingine, kwa sababu kocha wa viungo hivi sasa amekuwa na changamoto za hapa na pale. Sasa pia nipo na taarifa kwamba yupo kocha ambaye aliwahi kupita Orlando Pirates, lakini kocha ambaye ni raia wa Spain. Je, ni kocha gani huyo? Subscribe of Pitch TV. Video inayofuata tutamchambua vizuri huyo kocha ambaye anakuja katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na taarifa zinasema kwamba wapo hatua za mwisho kukamilisha dili la kocha huyo. Anakuja hivi punde tu. Pengine labda unajiuliza vipi kuhusiana na Hemed Suleiman Morocco? Anaondoka vipi? Yeye mwenyewe amezungumza. Hii hapa sauti yake tukiongea naye kuhusiana na nini ambacho kinaendelea katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wewe una nafasi ya kututumia voice yako ama video yako kujirekodi ukielezea nini ambacho kinaendelea katika timu yako pendwa Simba ama Young Africans, Azam na kadhalika, kututumia kwenye namba yetu ya WhatsApp ya 0711659593. Tucheki hapo alafu tutumie, mambo yatakuwa bulbul. Lakini usiache kupita kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo tunatumia jina la Off Pitch TV ama Katalambula Yusuf. Tumsikilize Hemed Suleiman Morocco. Huyu hapa anaelezea nini ambacho kimemuondosha Simba na nini ambacho Simba wanatakiwa kukifanya. Bye bye. Mechi moja tukuja kuhakikisha kwamba tuna qualify. Ndio kitu ambacho tuliongea, na ndio maana mimi narudi nyumbani. Kwa hivyo mimi bado ni mwajiri wa TFF, narudi kwenye majukumu yangu mengine. Sasa wakikwambia pengine mrudi mpige dili, upo tayari kocha Morocco? Hamna kitu kama hicho kwa sasa. Na sasa unawaona Simba kwa aina ya kikosi walicho nacho, unawaona wakifika mbali zaidi mara baada ya kukamilisha kazi yako ambayo walikupatia siku ya jana kwenye mchezo ule? Unawaona kwa aina ya kikosi walicho nacho kufika mbali zaidi? Of course Simba wanajua zuri, individual mmoja na wamekuwa wazoefu wa mashindano ya kimataifa kwa muda mrefu. Sio nafikiri wakirudi pamoja, wakiwa wamoja, lakini wakiwa wamoja, wakiangalia makosa ambayo wamefanya kwenye preliminary round, wana uwezo wa kushinda mechi inayofuata na kuingia katika group stage. Umesema wakiwa wamoja, lakini kuna kitu umeng'amua, umegundua kuhusu unit hapo ndani ya klabu ya Simba? Bwana wewe mtu mzima bwana, ukisema kitu kama hicho tena utawashaelewa. Wewe umeificha kodi, sisi wenyewe ndo tujue namna ya kuifichua kocha Morocco. Unajua wewe mwenyewe. Kwa hiyo akili za kuambiwa tuchanganye na za kwetu. Nafahamu. Bana kocha Morocco, hebu pokea swali moja kutoka kwa Peter Pasha. Pengine kocha Morocco umewachia ushauri gani sasa Simba Sports baada ya kumaliza mechi hii ya jana na umesaidia kuvuka hatua inayofuata ya hatua ya pili? Umewachia ushauri gani? Jamsikia. Anakuuliza umewaachia Simba ushauri gani mara baada ya hatua ya jana kuqualify? Umewapa neno gani la busara pengine ama neno kama la usia? Nini wakifanye? Nini wafanye? In general kama team sio? Ndio. Kuna vitu vingi vya kuadapt haraka zaidi ili kuweza kuwa timu bora na muda mchache. Kwa hivyo nitajaribu kuandika short report alafu tena watajua nini wanaweza kufanya. Ila kwa usajili waliofanya unahisi watu wanao, ila tu wawe na umoja. Kocha Morocco, lakini Morocco kwa kumalizia hapa umezungumzia intensity. Kapotea.